Katika kile kinachoonekana kuwa hatua kubwa ya kisasi, Iran imezindua mashambulizi makali ya makombora dhidi ya maeneo mbalimbali ya Israel, ikiwa ni majibu ya moja kwa moja kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia nchini Iran. Mashambulizi hayo kutoka kwa Iran yamefanyika katika mfululizo wa mawimbi mawili leo Jumapili, ambapo jumla ya makombora 30 yalirushwa kuelekea Israel. Maeneo yaliyolengwa ni pamoja na miji mikuu kama Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Beersheba, Ramat Gan na Ramat Aviv. Kwa mujibu wa taarifa za jeshi la Israel, takribani watu 86 wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa na majeraha madogo. Hata hivyo, 4 kati yao, akiwemo mwanaume mwenye umri wa miaka 30 na watoto wawili, wameripotiwa kuwa katika hali mahututi hospitalini. Vyombo vya dharura vya afya vimekuwa vikifanya kazi usiku kucha kutoa msaada katika maeneo yaliyoshambuliwa. Makombora mengi yalinaswa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel maarufu kama Iron Dome, pamoja na mifumo mingine ya kisasa kama Arrow. Mamlaka zilitoa tahadhari za ving'ora kote nchini ambazo zilisitishwa takriban saa 2 baada ya mashambulizi kumalizika. Iran imethibitisha kuwa mashambulizi hayo ni majibu kwa kile ilichokiita uvamizi wa kinyama wa Marekani dhidi ya vinu vyake vya nyuklia, Fordo, Isfahan na Natanz. Marekani kupitia mashambulizi ya pamoja ya anga na makombora ardhini iliteketeza baadhi ya maeneo ya viwanda hivyo kwa kutumia makombora ya Tomahawk na mabomu yenye uwezo wa kupenya kwenye boma zito, bunker busters. Katika taarifa ya pamoja kutoka kwa maafisa wa Irani, nchi hiyo imetangaza kuwa njia zote sasa ziko mezani katika kulinda taifa letu, ikiashiria uwezekano wa hatua zaidi za kijeshi. Msemaji wa Irani aliongeza kuwa ushirika mmoja kwa moja wa Marekani katika mashambulizi dhidi ya Irani utakuwa na matokeo ya kudumu. Wakati hali ikiwa tete Mashariki ya Kati, jumuiya ya kimataifa imetoa wito wa kutuliza hali hiyo. Umoja wa Mataifa na mataifa ya Ulaya wametaka pande zote kujizuia na kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia. Hata hivyo, ndani ya Israel kuna shinikizo kubwa la kisiasa na kijeshi kulipiza kisasi mara moja dhidi ya Irani. Msemaji wa jeshi la Israel amesema kuwa tutachukua hatua kwa wakati tunaona unafaa. Tumejiandaa kwa hatua zote, ikiwa ni pamoja na zile za muda mrefu. Wanaolenga raia wetu hawatakwepa jibu letu. Kwa pande mwingine, Rais wa Marekani amesema katika hotuba fupi kuwa ataendelea kutetea usalama wa Marekani na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Israel. Hii inaashiria uwezekano wa Marekani kushiriki zaidi iwapo mzozo utaongezeka. Mashambulizi haya ni hatua mpya ya hatari katika mzozo wa muda mrefu kati ya Iran na Israel na washirika wao. Ikiwa hali hii haitadhibitiwa, kuna hofu ya kuzuka kwa vita kamili vya kikanda ambayo inaweza kuhusisha mataifa mengine kama Saudi Arabia, Syria, Hezbollah nchini Lebanon pamoja na vikundi vingine vya wanamgambo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.